Ukifika sema amen. Luke chapter 8. Luke chapter 8. Tumefika. Ama bado tunatafuta? Hebu inua tu Biblia yako juu. Inua tu Biblia yako juu. Mwambie jirani yako ni vizuri kuwa na Biblia. Mwambie ni vizuri kuwa na Biblia. Na kama una Biblia mwambie hivi, wewe mwenye una Biblia mwambie jirani yako, next month. Si mwambie hivi. Pastor akuoni, sijui nani ana Biblia. Sio mimi naangalia Biblia. Bwana kwezi. Mwambie next month. Sitakarangwa hii nywele tena kama sijanunua Biblia. Ya mwezema kwa sauti. Lakini pastor anawapenda sana. Hallelujah. Haya, tuende katika Luke chapter 8. The book of Luke chapter 8. Kuanzia verse 4. Mwenye ana Biblia ya Kiswahili anaweza kusomea Biblia ya Kiswahili. Luke chapter 8 from verse 4 to verse 15. Kama tusome yangu kisha nitaelezea, sawa, hakuna shida. Haya, chapter 8 verse 4. Biblia inasema ya kwamba, and when a great multitude had gathered and others had came to him from every city, he spoke by a parable. A sower went out to sow his seed, and he sowed. Some fell by the wayside, and as he sowed, some fell by the wayside, and it was trampled down, and the birds of the air devoured it. Some fell on rock, and as soon as it sprang up, it withered away, because it lacked moisture. And some fell among thorns, and thorns sprang up with it and choked it. Verse 8. But others fell on good ground, sprang up, and yielded a crop 100-fold. When he had said these things, he cried, and who has ears to hear, let him hear. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Biblia ya Kiswahili, kama kungekuwa na mtu wa Biblia hapa. Kitabu cha Luka 8 kuanzia mstari wa kwanza au 4. Wakati mmoja kundi kubwa la watu lilikuwa linakusanyika, na watu walikuwa wanamjia Yesu kutoka kila mji. Naye akawaambia mfano huu: mpanzi alikwenda kupanda mbegu zake. Alipokuwa akipanda hizo mbegu, nyingine zilianguka njiani, na wapita njia wakazikanyaga, na ndege wakazila. Zingine zilianguka penye mawe, na baada ya kuota zikanyauka na kukosa maji. Zingine zilianguka kati ya miti na miiba. Ile miti ya miiba ilipoota ikazisonga. Nyingine zilianguka katika udongo mzuri, zikazaa na kuzaa asilimia. Baada ya kusema hayo, akapaza sauti akasema, mwenye masikio na asikie. Wanafunzi wake Yesu wakamuuliza maana ya mfano huo, naye akajibu, nyinyi mmejaliwa kujua siri za ufalme wa Mungu, lakini hao wengine sivyo, ila hao huambiwa kwa mifano, ili wakitazama wasiweze kuona, na wakisikia wasifahamu. Basi maana ya mfano huo ni huu: mbegu ni neno la Mungu. Zile zilianguka njiani zinaonesha watu wale wanaosikia lile neno, halafu ibilisi akaja na kuliondoa mioni mwao, na wasije wakamwamini wakaokoka. Zile zilizoanguka penye mawe zinaonyesha watu wale ambao wanaposikia juu ya lile neno kulipokea kwa furaha. Lakini kama zile mbegu, watu hao hawana mizizi, maana husadiki kwa kitambo tu, na wanapojaribiwa na hukata tamaa. Zile zilizoanguka kwenye miti ya miiba ni watu wale wanaosilisikia lile neno, lakini muda si muda wanapokwenda zao husongwa na wasiwasi, mali na anasa za maisha, nao hawazai matunda yakakomaa. Na zile zilizoanguka kwenye udongo mzuri ndio watu wale wanaolisikia lile neno, wakalizingatia kwa moyo mwema na wautii. Hao huvumilia mpaka wakazaa matunda. Amen. Bwana apewe sifa. Ni kisa ambacho tunakijua, na ukiangalia haswa kuhusiana na Yesu,
wakati alipokuwa katika makundi, Yesu alikuwa na desturi ya kutumia mafumbo. Bwana apewe sifa. Alikuwa akitumia desturi. Na hapa tunaambiwa ya kwamba katika ile desturi, illustration ama kuelezea ambako alikuwa anaelezea, alipeana mfano ambao ni wa mbegu. Na akasema ya kwamba kunazo mbegu ambazo ziliweza kuanguka katika footpath. Bwana apewe sifa. Na zenye zilianguka katika footpath, Biblia inasema ya kwamba zile ziliweza kukanyangwa na watu na ndege wakaja wakala wakaweza kuzila. Kumaanisha ya kwamba zilikuwa exposed. Bwana apewe sifa. Zilikuwa mahali ambapo zingeonekana. Na kuna mfano mwingine pia anapeana mbegu ambazo ziliweza kuanguka katika mawe, katika mchanga ambao ulikuwa ni shallow. Mchanga chini yake kulikuwa na mawe, lakini juu ulikuwa tu ni mchanga mchache. Na Biblia inasema ya kwamba nazo zile mbegu hazikuweza kufanya vyema, ni kwa sababu baada ya jua kuweza kuachiliwa sana ama kuwaka zaidi, zile mbegu ziliweza kukauka. Bwana apewe sifa. Na pia kuna mfano wa tatu wanasema ya kwamba na kunazo zile zingine ambazo ziliweza kuanguka kwa miiba. Bwana apewe sifa. Nazo zile pia hazikuweza kumea, ni kwa sababu zilifika mahali zikawa choked. Bwana apewe sifa. Na mfano wa nne anasema ya kwamba kuna mbegu ambazo ziliweza kuanguka katika mchanga ama kwenye mchanga uliokuwa na rutuba. Na tunaambiwa ya kwamba zile mbegu ziliweza kukua na zikaweza kuproduce the crops 100 folds. Bwana apewe sifa. Na wakati tunapoangalia hiki kisa, wanafunzi wake Yesu, kama vile nimewaambia, Yesu wakati alipokuwa katika umati alikuwa na desturi ya kutumia mafumbo, alikuwa anatumia parables. Lakini sasa nao wanafunzi wake wakamuendea baada ya kumalizana na hii illustration, wakamuuliza, na je, mifano hii yamaanisha nini? Ama what was the purpose of the parable? Na Biblia inasema katika verse 9 and verse 10, katika mstari wa 9 na 10, anasema ya kwamba then his disciples asked him, saying, what does the parable mean? Verse 10, and he said, to you it has been given to know the mysteries of the kingdom of God, but to the rest it is given in parables, that seeing they may see, and hearing they may not understand. Bwana apewe sifa. Ati anasema ya kwamba kwenu ninyi mmepatiwa hilo fursa la kuweza kupatiwa maana ya mafumbo haya. Bwana apewe sifa. Kuna jukumu ambalo wamepatiwa ya kuweza kuunderstand the mysteries of the kingdom of God. Na kana kwamba unaweza kumbuka wakati niliwaambia hapa juu ya the mysteries of the kingdom of God, niliwaambia ya kwamba one of the mysteries of the kingdom of God is anointing oil. Bwana apewe sifa. Wangapi wanaweza kukumbuka hayo nikisema? Bwana apewe sifa. Nilisema ya kwamba miujiza ambayo Bwana huwa anafanya ama mambo yanayohusiana na ufalme wake, they are mysteries. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo wakati tunapoongea juu ya mysteries, anasema ya kwamba kwenu ninyi mmepatiwa fursa ya kuweza kujua haya. Lakini kwa wale wengine, wao yeye huzungumza kwa mafumbo. Bwana apewe sifa. Na ndiposa Biblia inasema ya kwamba na mambo ya msalaba, the message of the cross is foolishness to them that are perishing. Ati mambo ya msalaba ni upumbavu kwa wale watu wanaoangamia, but to us it is the power of God. Bwana apewe sifa. Kwetu sisi ni nguvu za Mungu. Kwa nini zinakuwa nguvu za Mungu kwetu sisi? Ni kwa sababu ametupatia that opportunity za kuweza kujua siri zake. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na wakati tunapoongea juu ya mysteries za kingdom of God, jambo lingine juu ya mysteries za kingdom of God ni wakati tunapotoa. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Ukienda kule nje watakuambia kwamba unatolea mchungaji aweze kula. Si ndivyo inakuwa? Bwana apewe sifa. Na si hata kuna wengine bado tumeokoka na bado tuko pale pale. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Nayo sasa kwa sababu the kingdom of God huwa operate under the principles, huwa operate chini ya kanuni zake. God will never break his laws to come and rescue your disobedience. Bwana apewe sifa. Mungu hawezi akavunja kanuni zake diposa akanifikie mahali ambapo mimi nimekataa kutii. Bwana apewe sifa. Na kwa sababu huwa operate kwa sababu ya principles, kwa anasema ya kwamba when we give, yeye huwa anatufungulia milango. Si ndivyo anasema? That is his word. That means wakati nimegairi, wakati napofanya the opposite, haiwezi ikatimia. Bwana apewe sifa. Anasema ya kwamba na wakati mtu ni mgonjwa akaweze kuwekelewa mikono. Hello. Si ni principles zake. Na kwa sababu ni kanuni zake, wakati tunapozizingatia, unapata ya kwamba naye Bwana anatenda kwa sababu anatufuatilia neno lake kuweza kulitimiza. Bwana apewe sifa.
Na kwa hivyo akasema ya kwamba kwa wale wengine ni huwa ninatumia mafumbo. Haya mambo hata ninayoyazungumza wakati wa sasa, kwa wale wengine hawawezi wakaelewa. Bwana apewe sifa. Ni kwa sababu kuna kiwango ambacho wamekuwa blinded by the enemy. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Wakati tunapo receive Christ, chenye huwa kinatendeka, kuna spiritual eyes huwa zinafunguliwa. Halo. Na wakati yale macho ya kiroho yamefunguliwa, there are things that you will be able to spot. Kuna mambo utaweza kuyaona, yale mambo ambayo watu wengine kule nje hawezi wakayaona. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na kwa hivyo tunapata ya kwamba wakati alipokuwa anafanya explanation, wakati alipokuwa akielezea maana yake kwa wanafunzi wake, na siku ya leo nataka kuelezea nani, ni kwa sababu pia na nyinyi ni wanafunzi wake. Bwana apewe sifa. Alisema ya kwamba jambo la kwanza tunafaa tuelewe ni ya kwamba a farmer, wakati anapoongea juu ya sower is a farmer. Bwana apewe sifa. Ni mpanzi. Na wakati tunapoongea juu ya mpanzi, ni yule mtu ambaye huwa anapeleka neno, anaenda kuliachilia kwa mioyo ya watu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wakati tunapoongea juu ya kupanda, tunaongea juu ya kupanda neno kwa mioyo ya watu. Na dhimu yangu siku ya leo ikiwa juu ya the heart of man. Bwana apewe sifa. Moyo wa mwanadamu ama mioyo ya wanadamu. Anasema ya kwamba mfano wa kwanza anasema juu ya the hard path. The hard path ama njia ambayo ni kavu, njia ambayo ni ngumu. Na hapa akasema ya kwamba where some seeds fell represent the hard heart of those who hear the word of God, but then the devil comes and steals the words away and prevent people from believing and being saved. Ati ya kwamba huu ni mfano wa watu ambao wamepatiwa nafasi ya kusikia wanasikia. Bwana apewe sifa. Lakini hili neno wakati linapoanguka katika mioyo yao, hawa watu shetani anakuja analiiba. Kwa sababu mojawapo wa huduma za shetani ni kuiba. Bwana apewe sifa. So huwa anafanya jukumu lake la kwanza kuja kuiba. Na the reason why anaiba ndiposa hawa watu wasiweze kuamini. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Kwa hivyo unapata ya kwamba wakati mpanzi anapoachilia neno, wakati anapoachilia hizo mbegu ambazo ni neno la Bwana, huo moyo umeshapata. Lakini baada ya kupokea, naye shetani huwa hawibali. Bwana apewe sifa. Tunaonyeshwa ya kwamba shetani bado anakuwa katika yale mazingira, but the purpose ni ku make sure ya kwamba what you have had haita kubenefit. Bwana apewe sifa. Hallelujah. So shetani anakuja analiiba lile neno, na akishaliiba anaachilia mashaka. Wakati tunapoambiwa ya kwamba anakuja anaiba na anahakikisha ya kwamba ama anazuilia usiamini, huwa anaachilia tashwishi. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na nataka nikuonyeshe how doubt works. Mashaka. Nilikuwa na ngojea Bwana aweze kunifanyia jambo fulani, because everything, hata iwe kama Mungu amekuambia, it will be tested by time. Bwana apewe sifa. Ni lazima itapimwa na wakati. Na unapata ya kwamba Bwana amekuja na akakwambia ya kwamba nitafanya jambo fulani. Na wakati Bwana anasema, si kila mmoja huwa tunalipokea sana. Bwana apewe sifa. Ninataka tuongee kwa sababu ni sisi. Bwana apewe sifa. Si huwa tunalipokea na tunalikumbatia. Ni kwa sababu sasa nayo faith huwa inapimwa na wakati. Shetani na make sure ya kwamba God has spoken. And the devil knows that God has spoken. Mungu amezungumza. Lakini ndiposa wewe aweze kukung'oa mahali ambapo kwa lile jambo ambalo Mungu alizungumza, shetani atakuja a create doubt. Bwana apewe sifa. Anaachilia mashaka. Na wakati ule kwa sababu masaa, masiku, miezi, miaka imepita, inaonekana ni kana kwamba lile jambo lenye Mungu alikuwa amesema ni kana kwamba halitatimia. Bwana apewe sifa. Hallelujah. So shetani ana create mazingira ama environment ambayo ni ya doubt. Lakini wakati mpanzi anapoachilia, every heart huwa imekuwa prepared kuweza kupokea the seed. The same seed yenye iliachiliwa ikaanguka katika mchanga ambao ulikuwa na mawe, ni the same seed ambayo ilianguka katika mchanga wenye ulikuwa na rutuba. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Yaani uzuri ama ubora wa ile mbegu zilikuwa of the same quality. Lakini sasa the environment of the heart ndio ilidetermine
kama hizi mbegu zitaproduce ama zitakufa. Anapewa sifa. Haleluya. Na kwa hivyo wakati tunapoongea juu ya the heart, ni lazima uelewe ya kwamba chenye unafaa kuguide sana above all, it is your heart. Hello. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na kwa hivyo anasema ya kwamba shetani akakuja akaleta tashwishi diposa wengi wasiweze kuamini, diposa wasiokolewe. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ni kwa sababu wakati sasa nimecreate a doubt. Katika Hebrews 11:6 anasema ya kwamba na tuweze tukamfurahisha Bwana kama tukiwa na mashaka. Tukiwa na doubt hatuwezi tukamfurahisha. So the environment, mazingira yenye shetani ataiachilia ni ya shaka. Bwana apewe sifa. Na every battles, vita zote, even the great battles, huwa tunazishinda kwanza katika fikra. Bwana apewe sifa. Haleluya. Hata wale watu wenye ukimbia, watu unapata ya kwamba kama iwe ni 100 meters, iwe ni 400 meters, wale watu ndiposa yule mtu akaweza kuwa wa kwanza, awe ya kwamba yeye ndiye ameshinda, huwa ameshinda katika mawazo. Anapoesi. Naye shetani sasa chenye huwa anafanya, attack the mind. Wakati attack the mind, anaachilia doubt. Na wakati sasa doubt imeweza kuachiliwa, wakati tumeembrace, wakati tumeikupatia, inatufanya tu stagnate. Ndio Bwana alisema, lakini sijaona bado Bwana akitimiza. Ni kwa sababu shetani alikuja akabadilisha mazingira. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ambie jirani yako, mimi sitakuwa na moyo ambao ni mgumu. Bwana apewe sifa. Ninataka nikuonyeshe a good example. Nikichukua mahindi, si kuna zile ambazo za agriculture. Bwana apewe sifa. Sasa si shida, mimi sijui kama sijui numbers. Bwana apewe sifa. Kwa sababu huwa sipandi. Haleluya. Hiyo mbegu nikikuja, si zote ziko the same quality. Nichukue bag mzima, ninunue bag mzima. Nichukue mahindi katika huo mfuko nusu yake, nikuje niandae hapa, nizimwage hapa kwa line. Kwa line. Ndio. Kwa line. Haya. Niende pande nyingine, nitengeneze pale na nizipande kwa line. Si Mungu ndiye mwachilia mvua. Bwana apewe sifa. Aachilie mvua. Ufika wakati wa kuvuna. Ukikutana na mchungaji akiingia hapa kwa kanisa na kagunia, nimekuja kuvuna mahindi zenye nilipanda hapa, usi utanichekelea? Kwa nini utanichekelea? Kwa sababu nimeweka kwa Bwana apewe sifa. Na hivyo ndivyo shetani huwa anafanya mioyo yetu wakati mwingine inakuwa. Ana make sure ya kwamba ana harden the heart. Anafanya moyo ukaweze kuwa mgumu zaidi. Umesikia neno, lakini baada ya kusikia shetani anakuja analiiba neno. Akishaliiba anaachilia doubt katika moyo wako. Bwana apewe sifa. Na sasa kukuwa na doubt, hakuna kitu chochote tunaweza mwambia Bwana afanye na akafanya. Bwana apewe sifa. Haleluya. Anataka moyo ambao hauna doubt ya kila namna. Anataka moyo ambao ni msafi sana mbele yake. Anataka moyo ambao tumeng'oa magugu yote yale ambayo ni ya mashaka. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo tunapata katika mfano wa pili, anapeana illustration katika verse 13. Verse 13. 13 anasema ya kwamba anaongea juu ya the stony ground. Jambo la kwanza tumeangalia juu ya the hard path. Jambo la pili anaongea juu ya stony ground, ama moyo ambao inaotuonyesha moyo ambao ni kama wa mawe. Bwana apewe sifa. Moyo ambao ni kama wa mawe. Na tunaambia ya kwamba mahali ambapo tumesoma inaashiria those who enjoy listening to the sermons, but somehow the message never really gets through to them and does not take root and grow. They know the message is true and so believe for a while, but the hot wind of persecution blow they lost interest. Ati ya kwamba hawa watu unapata ya kwamba huwa wanafurahia kusikiza ujumbe sana. Bwana apewe sifa. Wakati sermon inapoachiliwa, wale watu mioyo yao inafurahia kusikia. Na unapata ya kwamba, na nataka nikuwekee katika practical, unapata ya kwamba wakati message imeachiliwa, ule ujumbe umeingia vizuri, kuna watu fika mahali hata wanainua viti. Halo? Bwana apewe sifa. Haleluya.
Sio ni ishara ya kuonyesha vile ambavyo message imeingia, ujumbe umeingia. Unapata ya kwamba kwa sababu ni moyo ambao ni wa mawe, moyo wa mawe hauwezi ukasababisha jambo lolote likaweze kukua. Hakuna kitu chaweza kukua juu ya mawe. So chenye shetani hufanya, wakisha receive that word na wamefurahia sana juu ya lile neno, shetani ana make sure ya kwamba roots zao, mizizi yao haitaenda kwa mchanga. Mizizi yao inabaki tu pale kwa mwamba. Na baada ya kukaa pale kwa mwamba inafika mahali inakauka. Bwana apewe sifa. Kumaanisha ya kwamba death inaanza kutokea. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Hello. Na hapo ndipo inakuwa hatari sana, especially kama the message ama the sermon imeshahubiriwa. Na wakati ule umekuwa na msisimuko sana na umefurahia sana na umelipokea. Lakini baada ya kutoka kwa njia, ninataka ujipime na wewe. Wakati unapotoka kwa njia pale na ulizwa ya kwamba na mchungaji leo alikuwa anahubiri juu ya nini? Pastor alihubiri. Tulibarikiwa. Juu ya nini? Wewe leo alichemka. Katika hizo mambo zote hakuna mahali hata inasemekana mahali ambapo tulikuwa ni wapi, hakuna. Bwana apewe sifa. Ni kwa sababu shetani alikuwa amewaotea katika mlango hivi. Akakuja akaiba. Akakuja akafanya moyo ukaweze kuwa wa mawe. Bwana apewe sifa. Na ndipo unapata ya kwamba inafika wakati watu wanakaa katika kurotate katika mahali pamoja. Hakuna progress, hakuna kuendelea mbele, ni kwa sababu mazingira ya moyo imekuwa ya reject the word of God. Bwana apewe sifa. Hallelujah. The heart condition. Na hakuna jambo lolote ambalo Bwana atafanya pasipo kutumia moyo. Bwana apewe sifa. Na je, wakati tunapoongea juu ya moyo, tunaongea juu ya nini? Ni lazima uelewe ya kwamba moyo, it is not just an organ ya kupump the blood. Bwana apewe sifa. Sio kile tu kiungo ama cha kusababisha tu damu kupump kufanya nini? Mumeelewa? Bwana apewe sifa. Nimekosa neno la Kiswahili. Kupump damu. Sio chombo tu cha kupambu damu, lakini lazima uelewe ya kwamba wakati tunapoongea juu ya moyo ina refer to the place that seeks God, ama mahala ambapo kiungo ambacho huwa kinamtafuta Bwana. Bwana apewe sifa. Kiungo kinachomtafuta Bwana. Unafili ya kwamba katika moyo wako, mimi mahali nimefika, mimi siwezi nikakaa zaidi, ninahitaji kwenda kutafuta Bwana. Moyo wangu unatamani kumtafuta Bwana na niweze kuzungumza pamoja naye. So when we are talking about the heart, tunazungumza juu ya kiungo chenye kina kiu kwa sababu ya Bwana. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na wakati tunapoongea, unajua wakati tunaposema vile, ni lazima ujue kwamba kuna jambo ambalo la mbadala katika moyo. Kuna wakati moyo unaweza reject kutafuta Bwana. Bwana apewe sifa. Na wakati ule inakaa kana kwamba hata maombi yamekuwa ni kana kwamba ni mlima. Imekuwa ni magumu sana, siwezi nikaomba. Lakini jua ya kwamba the reason why God created the heart ni ya kwamba moyo ule ukaweze kumtafuta. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na kwa hivyo ni lazima tuwe watu ambao ni wa kumpenda Bwana. Ni lazima tuwe watu ambao mioyo yao iko wazi sana kuweza kutenda mapenzi yake Bwana. Na jambo la pili juu ya moyo ni ya kwamba it is that place that longs for God. Ni kile kifaa ama ni kile kiungo chenye kinachomtamani Bwana. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Kama unatamani kitu, una making sure uko karibu nacho. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Biblia inatuambia juu ya mahali utajiri wetu ulipo, ndipo mioyo yetu ilipo. Bwana apewe sifa. Hazina yetu ilipo. Bwana apewe sifa. Wacha nikuonyeshe mfano mzee kuja. Mzee siku ya leo, na usimwangalie tu mzee peke yake. Ni sisi wote. Bwana apewe sifa. Mzee nikimpatia shilingi 1,100 aweke kwa mfuko wa nyuma na ataenda Nairobi kwa shughuli fulani ndio aende nyumbani. Akiwa hata kwa matatu atakuwa na kuzauza wapi? Na kama zimepona. Bwana apewe sifa. Haleluya. Si ni mahali ambapo ameweka. Bwana apewe sifa. Si hata unajua mahali unawekaga. Wakati kibeti na pesa unakubalingi ikae mbali na wewe. Bwana apewe sifa. Lakini ukiwa umeweka tu handkerchief peke yake, unajua mtu hawezi chukua. Hata unaweza acha pale na kwanza utoke nje kidogo. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ni kwa sababu hapo ni utajiri wetu ulipo. Asante mzee. Bwana apewe sifa.
Na kwa hivyo ni lazima tukifanya moyo wetu kumpenda Bwana pia nasi zaidi, chenye kitakuwa kinatendeka ni ya kwamba ukitembea mahali popote, ukiona ni kana kwamba unataka kukanyanga nje, utakuwa unakumbuka wewe na siko peke yako. Siko peke yangu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Si temptation ziko kila mahali. Majaribu si yako kila mahali. Na majaribu hata ya pesa yako kila mahali. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na kwa hivyo wakati tunapoongea juu ya moyo, tunasema ya kwamba it is a place that long for God. Ni kile kiungo ambacho kinamtamani sana Bwana. Ninatamani nikaweze kujua Bwana amenipangia nini. Ninatamani nikaweze kujua ana mipango gani juu ya maisha yangu. Na siwezi nikakaa pasipo kutafuta uso wake. Bwana apewe sifa. Na ukitaka kujua kana kwamba wewe you are a dying Christian spiritually, ama Mkristo mwenye sasa ako katika njia ya kuangamia kiroho, ni wakati utajipata ya kwamba hata wewe na maombi hamuingiani. Wakati utakapofika mahali na ufili ya kwamba maombi yamekuwa ni magumu, sasa umeachana nayo, jua ya kwamba umeanza kale kama mteremko ka kuanguka katika maisha ya kiroho. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na wakati sasa mtu ameshakuwa exposed kwa sababu ya moyo, ameshatolewa katika position yake na shetani, unakuwa ya kwamba sasa hutaomba, chenye shetani hufanya sasa, huanza sasa kubomoa polepole. Hata jamii hivyo, shetani huanza kuzivamia hivyo. Ana make sure ya kwamba akishakuondoa hautaomba vile ulikuwa unaomba mbeleni. Ni kwa sababu shetani alikuhubiria akakwambia kwamba hata wakati ulikuwa unaomba mbeleni, matokeo hayakuwa makubwa. Si ndivyo shetani huwa anafanya? Na anajaribu, anakuita hata kwa katika mkutano wake na anakuuliza, na kwa sababu ulikuwa unaomba mbeleni, ni utofauti gani uliona? Na sasa ukilala, kwa nini uamke uende uombe? Si ulale tu ujizuilie baridi. Kwa sababu hata ukiomba mbeleni uliomba na mambo ya kufanyika. Bwana apewe sifa. Lakini nataka nikuhakikishie mtu wa Mungu hivi, ati ya kwamba wakati ule ulipokuwa ukiomba, kuna mambo mengine yenye shetani yaliweza kubomolewa pasipo wewe kujua. Not every battles, not every success ambazo Mungu hutuonyesha. Bwana apewe sifa. Sio success zozote ambazo huwa tunaonyeshwa. Kuna success huwa tunazipata as a result ya kuomba, lakini tunazipata ni kwa sababu ya kwenda katika magoti. Bwana apewe sifa. Ambie jirani yako ni vizuri kutamani kuomba. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kwa sababu katika culture kakiendelea sana, kana interfere hata na maisha yetu ya kiasili. Iwe hata ni nyumbani, chakula kikiwekwa pale hata hakuna kushukuru. Bwana apewe sifa. Haleluya. Sio nyinyi. Bwana apewe sifa. Especially inategemea na menu. Inategemea. Kuna ile tutashukuru Mungu, lakini sasa hii haiwezi ngoja. Halo. Bwana apewe sifa. Ninazungumza na mtu siku ya leo. Wakati pale umechomewa nyama ikakubali kuchomeka. Unajua kuna kukubali kuchomeka, kuna kuchomeka na kuchomeka. Bwana apewe sifa. Ikachomwa vizuri. Na ikishaangushwa kwa ile sinia pale, ni kama inakufanya hivi. Inakufanya hivi. Na unajiuliza hapa hizo dakika za kuomba si nitakuwa nimeenda kiasi. Bwana apewe sifa. Haleluya. Lakini kama sasa ni menu zingine, kama ni dengu na mchele, mimi sisemi ni mbaya, ni nzuri. Huyo mpaka anasema hivi, ni mfano tu nimetoa. Bwana apewe sifa. Wakati ule unaweza omba na ukachukua dakika kama 5 za kushukuru Bwana. Bwana apewe sifa. Na shetani sasa anajua ya kwamba sasa mwanguko umekaribia. Haleluya. Shetani ameanza kubomoa. Ni kwa sababu wakati tumesonga mbali na maombi, shetani hutusongelea zaidi. Bwana apewe sifa. Na sasa pale ndio watu waanza kuota sasa ndoto hata za ajabu. Nilikuwa nimeota nimekimbishwa na nguruwe mnono. Kwa kichaka peke yako. Mtu akianguka kwa kitanda, kwa kitanda na anaanguka, anaota akianguka. Bwana apewe sifa. Awapata wakati anaenda kuanguka anajishikilia kitanda, unasikia ulikuwa kwa kitanda. Bwana apewe sifa. Ni kwa sababu shetani chenye ameanza kufanya, ameanza kuondoa ua. Bwana apewe sifa. Ameanza kuondoa ua. Na wakati wote utakapojipata ya kwamba appetite yako kwa Mungu imepungua, jua umeanza kuangamia katika maisha ya kiroho. Bwana apewe sifa. Na wakati ule unapata ya kwamba tunakuwa preoccupied, tunaanza kuchukuliwa na mambo ambayo ni ya kiulimwengu. Na yale mambo ambayo ni ya nasa yanaanza kutufurahisha zaidi kuliko mambo ya Mungu. Anapewe sifa. Haleluya. Do you know wakati unapookoka chenye huwa kinatendeka kwako,
Shetani yale macho yenye alikuwa amekufungua ya turaharaha, shetani huwa anamekiwa shua ya kwamba imejifunga kwako. Bwana apewe sifa. Zile appetite zenye ulikuanga nazo kwa katika ule ulimwengu mwingine, shetani anamekiwa shua ya kwamba amenyang'anywa mamlaka yale kwako. Bwana apewe sifa. Yale mambo yenye yalikuwa yanakuvutia sasa yanakuwa hayakuvutii tena. Bwana apewe sifa. Lakini wakati tunafika mahali unapata ya kwamba sasa katika yale maisha yako ya kiroho yameanza kwenda chini, yale mambo ambayo ulikuwa umeyashinda yanaanza kurudi. Biblia inasema hivi, ati ya kwamba na wakati pepo ameondolewa, huwa anazunguka akitafuta mahali pa kutua, na akikosa huwa anarudi katika kile chombo chenye kilikuwa chake hapo awali, na akipata bado akijamilikiwa huwa anarudi kule, anachukua mapepo mengine ngapi? 7. Na wakati ameyachukua yanarudi kwa mwili ya yule mtu, na yakishaingia pale hali yake inakuwa mbaya zaidi kuliko vile ilikuwa hapo awali. Bwana apewe sifa. Si ni Biblia inasema hivyo? Bwana apewe sifa. So wakati sisi tumekubali ya kwamba tulishikwa na tukashikika, tulishikwa na Yesu na tukashikika, make sure ya kwamba maombi yako, make sure ya kwamba unapoamka utaomba kwake Mungu. Maisha yako yote yatakuwa ya kumpendeza Bwana. Wakati unapofanya shughuli zako za kila wakati, hautachukua Yesu mweke kando, lakini uta make sure ya kwamba Jesus anachukua the center stage. Bwana apewe sifa. Na hivyo navyo utazidi kufanikiwa zaidi. Lakini wakati amechukuliwa amewekwa kando, kama nilikuwa nimefungwa na shetani mbeleni katika mambo ya ulevi, nitaanza kudevelop that appetite nikiachana na maombi. Anapoesi. Sijui kama ushaienda na mpengo mahali. Bwana, unajua sisi tutolewa kila mahali, mtu kila mahali tofauti. Labda mimi sikulewa, Bwana apewe sifa. Lakini mimi nilikuwa mlevi katika eneo fulani. Bwana apewe sifa. Hello. So kama ulikuwa umetolewa katika lile area ambayo ni ya ulevi, ukifika pale kwa sababu umeanza kurudi nyuma katika maisha ya kiroho, utakuwa unajua mahali sasa imeiva. Imeiva. Kwa sifa. Vile unafeel hiyo harufu ya hiyo pombe imeiva sana. Lakini kwa sababu huko ndio mtu alitolewa, Bwana apewe sifa. Kuna wengine ambao walikuwa wamefungwa katika maisha yao ya kiusharati. Bwana apewe sifa. Halo. Bwana apewe sifa. Na kwa sababu ulikuwa ulingolewa kule na ukaingizwa upande huu mwingine, na sasa hukumiwi na mtu yoyote, wakati utakaporudisha mguu wako nyuma na uanze kuenda chini katika maisha ya kiroho, chenye shetani hufanya, anakuja na kufungua tu macho bandia na anakuonyesha ya kwamba saa hizi ndio sasa wameiva. Bwana apewe sifa. Wacha wakati ule, saa hizi ndio tuko sawa. Halo. Bwana apewe sifa. Lakini shetani ni kuanza kuentice watu, wameanza kuentice ndiposa akaweze kuwaondoa katika mizingi. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na kwa hivyo ni lazima to develop that culture ya kuwa watu ambao ni prayerful. I don't pray because it's just on Sunday. Ninaomba because my heart longs for God. Mimi ninaomba ni kwa sababu ninatamani Bwana. Ninaomba kwa sababu ninataka nijue ana siri gani juu ya maisha yangu. Ni kwa sababu the only way that God is going to reveal his secrets unto you, it is through prayers. Bwana apewe sifa. When you pray, God answers. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na jambo lingine tunafaa tuelewe ni ya kwamba heart, it is where eternity is set. It is where eternity is set. Hiyo kusoma katika Ecclesiastes 3:11. Ni mahala ambapo umilele umeweza kutengewa. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na kuna siku niliwaambia hapa, a man is a spirit in a physical body. A man is a spirit in a physical body. Bwana apewe sifa. Legality yako kuweza kuwa hapa siku ya leo, it is because you have body. Ukienda katika Genesis, Biblia inasema ya kwamba na shetani wakati alipotaka kuwatia Adam na Eve katika majaribu, ndipo aweze kuasi Mungu, because alikuwa spirit, hakuna wakati angetimiza malengo yake kwa sababu hakuwa na body. Bwana apewe sifa. Alikuwa anahitaji that body. Na huo mwili akaenda akauazima kwa nyoka. Bwana apewe sifa. Na ndiposa mipango yake akaweza kuitimiza. Bwana apewe sifa. Na pia na unafaa muelewe ya kwamba wewe ukiwa mwanadamu, wewe ni ya spirit in a physical body. Na the time this body itaacha kuishi, wakati huu mwili utakapokufa, hata wewe kuwa hapa itakuwa illegal.
Bwana apewe sifa. Kuwa hapa itakuwa ni hatia. Ni kwa sababu hapa unapata tu mamlaka ya kuishi ni kwa sababu ya that body that you have. Bwana apewe sifa. Na shetani anajua ya kwamba the only way anaweza akakucrash diposa usiweze kufikia malengo yake Bwana, atakupatia appetite zote zenye zinaambatana na huu mwili. Hello. Bwana apewe sifa. Appetite zote zenye zinaambatana na huu mwili atakupea diposa hata wewe uache kuishi. Hello. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na kwa hivyo lazima tujue ya kwamba it is an opportunity yenye tumepewa. Ni nafasi yenye tumepewa. Na kwa sababu ni nafasi, ni lazima tuishi tukimfurahisha huyu Mungu. Ni lazima mioyo yetu ikaweze kuelekezwa kwake. Ati hata wakati umelala unatafakari tu mambo ya Mungu. Ati wakati unapofanya biashara zako unatafakari tu mambo ya Mungu. Na wakati yule chenye kinatendeka kwako, shetani anakuwa kupushiwa the farthest end. Wakati unapokaribia Bwana. Hallelujah. Niwapatia good illustration hapa, nikawaonyesha mfano. Ukichukua kando mshumaa na uzime stima usiku, na ukiwasha, niweke hapa hivi, niweke hapa hivi, na niweke mkono wangu mbali. Mkono wangu ukiwa mbali na kando, chenye huwa kinatendeka hapa, ka image kanakuwa kadogo. Si ni kweli? Bwana apewe sifa. Kanazidi kupungua. Lakini the more ninapeleka mkono wangu karibu na kando, image yangu katika ukuta inazidi kuwa kubwa. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Ninataka kumaanisha nini? Ninamaanisha hivi. Wakati tunapokaribia Mungu zaidi, hapo ndipo huwa tunaona dhambi zetu. Bwana apewe sifa. Lakini tukiwa mbali sana na yeye, tunaona hatujakosea sana. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na kwa hivyo kila wakati ni lazima tuwe na ule moyo ambao ni wa kutamani kuwa karibu na yeye. Because that is the only way that you are going to grow. Hivyo tu ndivyo utakavyokuwa. Lakini kwa haya mambo mengine yote yatakuwa ni bure. Utajiri utakuwa ni bure pasipo Bwana. Bwana apewe sifa. There are people who are rich today, very rich today, but inside they are rotten in poverty. Bwana apewe sifa. Ndani yao wanaangamia kwa sababu ya ufukara wa kiroho. Hawana kitu chochote. Na hata baada ya mwanguko wao, wakati utakapofika, wale watu watakuwa wa kuingia jehanamu. Ni kwa sababu katika mioyo yao kuna umaskini ambao ni wa kiroho. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo mpendo, chenye nataka kukuencourage siku ya leo, ati wakati unapoishi katika maisha haya, purpose in your heart that you are going only to do the will of God. Bwana apewe sifa. Tamani kufanya mapenzi yake Bwana. Na sitafanya niweze kufurahisha rafiki yangu, sitafanya nifurahishe wale tulio karibu na wao, ninafanya because I know the cost that was paid on the cross. Bwana apewe sifa. Ninajua gharama ambayo iliweza kulipwa mara pale msalabani. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo mioyo yetu ni lazima iwe ya kuelekezwa kwake Bwana. It is the thing that will live with God forever. Bwana apewe sifa. Moyo tu ndio utabaki na Bwana milele. Huu moyo. Na ndiposa hata wakati watu wanapopumzika hata siku ya leo, hakuna mtu hupumzishwa na gari lake. Bwana apewe sifa. Ushasikia mtu akiuliza ya kwamba ni kwa sababu amepumzika, wapi ile simu yake ya pesa mingi tumweke ndani? Simple. Bwana apewe sifa. Kuna mtu ashasikia kitu kama hiyo? Hakuna. Bwana apewe sifa. Hata yale mavazi yenye ulikuwa unapenda, wakati mwingine watu huwa wanaenda kwa duka wananunua lingine unavalishwa. Bwana apewe sifa. Kuna mtu washaipumzika na ukapata ya kwamba wamechukua title deed. Wakasema ya kwamba kwa sababu alikuwa ni tajiri mkubwa, ni mtu mwenye alikuwa na utajiri mkubwa zaidi, wacha tuchukue title zake tumweke nazo, diposa akienda kule ng'ambo ile nyingine ataendelea na utajiri. Bwana apewe sifa. Kazi bure. Bwana apewe sifa. Na diposa mhubiri anasema ya kwamba haya mambo yote ni ubatili. Bwana apewe sifa. Na kama hauwezi ukawekeza katika ufalme wa Bwana, usiexpect ya kwamba wakati utakapopumzika, wakati tarumbeta itakapolia, utawithdraw anything from there. It will just be in vain. Bwana apewe sifa. Itakuwa tu bure. Na kwa hivyo chenye unafaa kufanya ni kutengeneza moyo wako na kuandaa moyo wako, ukijua ya kwamba hata siku ya leo Kristo akarudi, ninaweza nikaingia mbinguni. Amen. Bwana apewe sifa. Kwa sababu kuna watu wengi sana wanajua ya kwamba ingawaje tuko katika safari ya kwenda mbinguni, mimi siendi. Bwana apewe sifa. Kuna wengi sana wanajua kweli hawaendi mahali. Na kuna wengine wanaojua ya kwamba mimi ninaenda.
Na kwa hivyo hata kifo hakitamtisha, ni kwa sababu anajua ya kwamba hata Yesu akaja anichukue nitaenda mbinguni. Bwana apewe sifa. Haleluya. Wacheni niwashangaze na hii. Labda ni mimi nilifanya hii utafiti. Bwana apewe sifa. Watu wenye wanajua hawaendi mbinguni. Siku yangu ya kwanza kuingia kwa mochari, nilipata watu wamekaa ni kama wanalia. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ni kwa sababu mtu anajua ya kwamba haendi. But the people wenye wanajua mahali ambapo wanaenda, hata wakati wametulia, wanatulia wakiwa na utulivu wa kiungu, ni kwa sababu wanajua kuna mahali wanaelekea. Bwana apewe sifa. Na pia na mimi nataka nikuulize siku ya leo. Yesu Kristo angekuwa anakuja leo na isemekane ya kwamba tumempatia madakika fulani yafike, wewe mwenyewe ungekuwa wa kwenda au ungekuwa kubaki? Wala kwa sifa. Kuna maswali ya kutuliza katika moyo wako. Ati siku ya leo Yesu akaja, mimi ni candidate wa mbinguni ama mimi ninaenda jehanamu? Kwa sababu hata pastor asimame hapa, Jumapili nisimame hapa, siku nyingine nisimame hapa, pasipo wewe mwenyewe kuweza kufanya ule uamuzi, mchungaji hawezi akakuamulia. Amen. Bwana apewe sifa. Mchungaji tu atakuwa anafanya kazi yake. Na ingekuwa uchungu sana kwangu kuwa ya kwamba ninaandaa watu wenye hawaendi mahali. Inakuwa tu ni kama wale watu hucheza pale kwa state. Anakuambia ya kwamba tunaenda Kiambu. Na ukimuuliza pia anakuambia kutoka hapa kwenda Kiambu ni 50, ingia twende. Lakini wakati gari limejaa, linasonga, yeye anabaki kwa stage. Bwana apewe sifa. Yangekuwa ni maisha mabaya sana namna gani? Mpendwa, baada ya kupewa miaka yenye Bwana amekupea, amekupea more than 10 years. Wengine wamekuwa more than 20 years. Wengine wako above 30 years na kuendelea. Lakini unapata ya kwamba ati siku moja tu wakati Yesu atakapokuja, iwe ya kwamba you are not the candidate to go to heaven. How painful that day shall be. Ni kwa sababu ya kutolinda mioyo yetu. Ni kwa sababu ya neno lake kuachiliwa na linabaki tu mahali pale. Watu wanaona tu ni kawaida. Na tunaambia mfano mwingine ya mbegu zenye zilianguka katika miba. Na Biblia inasema ya kwamba zile mbegu zikawa choked, zikanyongwa na miba. Kumaanisha ya kwamba hazikuzaa. Na Biblia inasema ya kwamba tunaweza kupatiwa mandate ya kwenda na kuendelea na kuzaa. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo utasa katika the kingdom of God is not allowed. Bwana apewe sifa. Barrenness in the kingdom of God is not allowed. Na kwa hivyo tunaambiwa kikundi cha mwisho ni wale watu, ni zile mbegu zenye zilianguka katika mchanga uliokuwa na rutuba. Na tunaambiwa ni moyo ambao ni wa utiifu. Moyo ambao ni wa utiifu. Moyo ambao unataka kujua Mungu ana makusudi gani. Bwana apewe sifa. Today, siku ya leo, Yesu angekuja kufanya test ya moyo wako, ungeplesiwa wapi? Moyo wako ungaliwekwa wapi? Bwana apewe sifa. Siku ya leo Yesu aje aseme ya kwamba sina biashara nyingine, ninataka ya kwamba ile miaka yote nilikupea, ninataka niweke moyo wako kwa ratibi, niweze kujua kama ulinifuata ama hukunifuata. Bwana apewe sifa. Na do you know majority of the sins that have been done in this world huwa zinatendeka usiku, when nobody has a sin. Bwana apewe sifa. Hakuna mtu mwingine anayeona, lakini Mungu anaona. Na ukiendelea pale chini anasema ya kwamba hakuna mtu yoyote anayewasha taa na anaiweka chini ya kitanda. Taa huwekwa juu, ndiposa kila mtu aweze kuona na iweze kuonekana. Kuna mwangaza. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo anaendelea kusema ya kwamba na yale mambo yote yanayofanywa katika siri atayaweka hadharani. Bwana apewe sifa. Kwa wakati wake atayaweka hadharani. Na sijui siku ya leo ikasemekana ya kwamba sasa ni sinema ya mchungaji inawekwa hapo watu waone. Mchungaji ambaye ya kwamba sasa mchungaji wewe kaa chini, ni kipindi chako sasa, vile ambavyo umekuwa ukiishi. Sasa watu wote watazama. Je, ningekuwa comfortable kuangalia ile sinema ambayo ilikuwa mara pale? Hapana. How many people siku ya leo wangefurahi waseme ya kwamba mimi ninataka huyo akimaliza yangu iwekwe kwa sababu ninataka watu waone yangu? Bwana apewe sifa. Wangapi? Wangapi? Wapendwa, ni lazima tuwe serious na Mungu. Our God is not a politician. Yes. Siku ya leo atakupromise hiki na kesho akose kutimiza. Mungu wetu ni Mungu, and he is a consuming fire.
Bwana apewe sifa. Amen. Mungu wetu is a consuming fire. Na anapenda wakati watu wanapoishi katika usafi na utakatifu. Pasipo utakatifu hakuna yoyote atakayemuona Mungu. Bwana apewe sifa. Na singetamani hata mimi nifike mahali baada ya kuhubiri nifike ati isemekane ya kwamba mchungaji hakuingia. Bwana apewe sifa. Mchungaji hakuingia. Niwe ya kwamba nilikuwa katika sifa nikaimba na nikaongoza watu na wakaimba, lakini niwe ya kwamba sitaingia. Niwe ya kwamba niliingiaga kwa kanisa mapema. Nilikuwa natoa sadaka zangu kwa kanisa, lakini sikuingia. Bwana apewe sifa. Sadaka sio qualification ya kwamba utaenda mbinguni. Bwana apewe sifa. Na nakwambia kama mchungaji, kwa sababu ninajua sadaka hata ukuje ulete bilioni ngapi na ziletwe na matrakta na zingine ziletwe na malori za miguu 10, isemekane ya kwamba sasa hata hii paki nimejaa, kwa sababu magari zenye ziko na pesa ni nyingi zimejaa hapa. Hizo pesa zote haziwezi hata zikarescue a single soul. Bwana apewe sifa. Utajiri wa dunia mzima hauwezi ukaokoa nafsi moja. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo kuwa ninatoa sana sio qualification ya kwamba ninaenda mbinguni. Bwana apewe sifa. Ninaweza kuwa bado ninaelekea jehanamu. Kuwa ya kwamba nimefika kanisani mapema, sijawahi kuchelewa na sijawahi kosa hata Jumapili moja, it is not a qualification that I'm going to heaven. Bwana apewe sifa. Hiyo sio qualification. Na kwa hivyo qualification ni ku make sure ya kwamba moyo wangu unamtamani Bwana na unatenda mapenzi yake. Because I will be lying to you as a pastor. Nitawadanganya hapa nikiwaambia ya kwamba ati sasa uko sawa kwa sababu ya zile shughuli unafanya. Hauko sawa kama maisha yako hayako sawa na Yesu. Bwana apewe sifa. The word of God is the standard. Na hiyo hatuwezi tukacompromise. Hallelujah. Hiyo hatuwezi tukabageni. Ni lazima kila mtu make sure ya kwamba padhi yangu na Bwana nimeiweka sawa sawa. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba na kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri. Hata wale ambao wanaomwabudu Buddha wanapewa sifa. Ni sarakasi na ni kazi bure. Haitawafaidi kitu chochote. Kuwa ya kwamba nimetoka kwa jamii ambayo ni kubwa, watu walio na majina makubwa, haitani qualify kuingia mbinguni. My heart ndio itategemea kama nitaingia masia. Hebu uliza jirani yako, unaenda ama tunakuacha hapo? Wewe unaenda ama tunaenda? Bwana apewe sifa. Ulize ama wewe ni raia wa mbinguni ama ni raia wa hapa. Haleluya. Mtu anajiuliza sana, pastor leo ni nini baya? Iko hivyo. Na ninarudia kukuambia kwamba kama moyo uko sawa na Bwana, hakuna mahali unaenda. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ambia jirani yako, pastor anasema uendi. Uendi ama uendi. Kama moyo uko sawa sawa. Haleluya. Na lazima tuchukie yale mambo ambayo Bwana anayachukia na tupende yale ambayo Bwana anayapenda. Na vitu za tajiri tujue ya kwamba ni za tajiri na zetu ni zetu. Bwana apewe sifa. Amen. Tusiibe vitu za tajiri kwa sababu hiyo ni kuwa disqualified kuingia mbinguni. Bwana apewe sifa. Haleluya. Amen. Na watu wasipige picha na manguo za tajiri yakitoka. Hapana. Ni makosa mbele hakuna utajiri kwa Mungu. Bwana apewe sifa. Na hizo zinakungatua, zinakutoa katika position yako ya kuingia mbinguni. Haleluya. Halo. Bwana apewe sifa. Angapi bwana wanapenda pastor wao? Niendelee ama niache? Sasa unaacha tutahubiriwa. Haleluya. Bwana apewe sifa. Ambia jirani yako ni vizuri kukaa kama vile Bwana apendavyo. Tunapenda Bwana. Na kwa wale ambao tumeoa na tukaolewa ni vizuri ukae nyumbani sawa sawa. Sawa sawa. Jirani yako ni tabia mbaya kukaa vile ambavyo Bwana hapendi. Bwana apewe sifa. Haleluya. Isiwe umeokoka na bado unafinyia wengine macho ama unafinyua macho na unafinya. Ni mako. Hiyo inakufanya usiende mbinguni. Haleluya. Bwana apewe sifa. Bwana anataka watu wakae sawa sawa. Halo. Hata mimi kama mchungaji nitafurahia nikiona kila mtu amefika mbinguni. Na niseme ya kwamba kwa hakika nimefanya kazi na pia na mimi imani nimeili. Haleluya. Bwana apewe sifa.
kwa sababu mtu huwa anyongwi na ile nyama iko kwa sahani. Hapana. Mtu ananyongwa na ile nyama iko karibu na mdomo. Niminye kwa mdomo. Haleluya. Bwana apewe sifa. Ambia jirani yako ni vizuri kutosheka. Mwambie usharati ni dhambi. Uongo ni dhambi. Na mwenye dhambi yoyote hataingia mbinguni. Na wakati mwingine usiseme simu iokoke, simu hizi iokoka ni gadget. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na uongo ni wa kila namna. Halo? Bwana apewe sifa. Uongo ni wa kila namna. Ukiwa kwa jamu mwambie mtu niko kwa jamu. Ukiwa Aga Khan mwambie niko Aga Khan. Siko Gasharage. Bwana apewe sifa. Si tulitokanga shule ya tuchapui. Bwana apewe sifa. Si shule ya tulikuwa na hapa mwalimu. Sisi hizi tulitokanga huko. Kwa hivyo kama umekwama kwa jam, sema nimekwama kwa jam. Ukichelewa kazini, usipitie kale ka gate kadogo kakule nyuma. Pitia kwa main gate na uambie tajiri, leo mimi nimechelewa. Na hiyo utakuwa umewin case. Bwana apewe sifa. Usi-improvise, ukiweka ka uongo kadogo kanahitaji ya bigger lie to cover the first lie. Hello. Bwana apewe sifa. Ambia jirani yako the condition of the heart is very important. Because God will never do something ambayo haitaingia katika moyo wetu. Bwana apewe sifa. Katika utele wa mioyo kinywa unene. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo katika mioyo yetu ni hazina. Chochote chenye nimeweka hapa, siku moja kinafika mahali kinafanya nini? Kinatoka tu. Kinatoka. Na tukaambiwa ya kwamba wazee ndio wanakufanga mapema kwa sababu wao wasemani. Mama anasema, na inaambia Mungu kama inakuwa hivyo nipatie moyo kama wa mama. Mimi nataka kaka kidogo ni wewe. Ni mtoto wa mama. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ati nitakufa nayo hii hata niuwe kwa mgongo. Hii nikasema. Bwana apewe sifa. Naye kwa sababu ya kutosema inakuwa pale siku moja kikiumana, unapata mzee alikuwa amelala kwa kitanda mbele. Bwana apewe sifa. Mwingine kasikia akisema ya kwamba wanaenda wakiwa kwa bafu. Sikao mlisikianga hiyo story. Bwana apewe sifa. Ni kwa sababu moyo umesukumiwa maneno watu wakakataa kusema. Bwana apewe sifa. Ambie jirani yako ni vizuri kufungulianga Bwana moyo. Kwa sababu anajua hata ukinyamaza. Haleluya. Na shetani ni mkora. Shetani ni waambia wapendwa, shetani ni mkora. Shetani ni mkora. Nataka kumalizia na hii nikisema hivi. Nikikuja nikae hapa kuwe open hapa tu. Bwana apewe sifa. Na nikae hapa ninachungulia. Halafu ukuje sukari nimeweka hapa. Uchungulie huku nje uone hakuna mtu. Niingie. Hakuna mtu ataniona. Ukuje na mimi kwako. Naweka sukari unakula na ramba tu. Hapo unajipanguza. Halafu sasa wakati mlikuwa watakapokuwa wakiingia na wao tuko na njaa sana. Sasa ninamwambia atupatie chakula, tunataka chai na mimi sije nikula sukari. Na si aliona. Bwana apewe. Wale wengine ndio wako lakini yeye aliona. Bwana apewe. Na tu nikisimama pale ninajaribu kuonyeshana how innocent I am. Vile ambavyo mimi sina hatia yoyote. Ninapofanya vile ninajaribu kumfanya yeye to be alive. Bwana apewe. Ninajaribu kumfanya yeye kwamba ni muongo. Na aliona. Si aliona. Bwana apewe sifa. So chenye mtu huwa anafanya, unaenda kwa Mungu na mwambia kwamba Mungu, unakumbuka ile sukari yenye ilikuwa inatafutwa? Mwenye alikula ni mimi. Bwana apewe sifa. Na nimekuja nimefungua moyo wangu kwako uweze kunisamehea. Na mtu mwenye alikuwa na moyo kama huo alikuwa ni Daudi. Bwana apewe sifa. Si Daudi alifanya visanga sana na tunaziona kwa Biblia. Halo. Na Biblia inasema ya kwamba alikuwa na heart after God's heart. Alikuwa na moyo kama wa Bwana. Ni kwa sababu yeye alikuwa mtu wa kufungua moyo. Halo. Wengi tutafika mbinguni. Tusipofungua mioyo, wengi tutafika mbinguni na hatua ya kwamba kwa sababu nilikataa kufungua, acha niwafungulie mfanye judgment. Mimi sitafanya judgment. Kanafunguliwa kama moyo. Takishafunguliwa hivi kanaonyeshana bizanga zenye zote ulifanya na wakati ule ulikuwa unapunguza mzamo unajipaka mafuta unaonekana uko innocent. Naambiwa ndugu mpendwa, chukua kuni teremu. Bwana apewe sifa. Nani angetaka kuambiwa kitu kama kile?
Kuna mtu angetamani kweli? Hakuna. Bwana apewe sifa. Mimi kama mchungaji singetamani kuambiwa nichukue kuni niteremke. Halo. Haleluya. Nataka kumalizia hapa. Niwaambie ya kwamba safari ya kwenda mbinguni inataka mtu ambaye ni mwenye haki. Safari ya kwenda mbinguni inataka mtu aliye na moyo safi. Safari ya kwenda mbinguni inataka mtu aliye na moyo wazi. Safari ya kwenda mbinguni inataka mtu ambaye ni wa kusamehea wengine. Wanatusi. Wakati umekosewa samehea, na wakati umekoseana sameheana tu. Haleluya. Wangapi wamepata kitu siku ya leo? Glory be to God. Tuinamishe nyuso zetu chini. Labda uko mahali hapo unasema ya kwamba mimi sijaokoka na Yesu amekuja leo, mimi najua ya kwamba siende. Nataka kukupatia fursa hii. Nataka nikupatie fursa uinue mkono wako mahali ulipo. Ulikuwa unasema ya kwamba mimi Bwana, ninataka, unajua mimi sijaokoka na ninajua ya kwamba mimi siendi. Inua tu mkono wako juu. Hakuna mtu wa kukuhukumu. Ni kwa sababu hata sisi tulitolewa mahali. Kama tumeokoka sisi wote, may God bless you. Acheni tuamini. Baba, katika jina la Yesu nakupa sifa na liinua jina lako na kutukuza kwa maana wewe ni Bwana. Ni asante mfalme wa wafalme kwa kuzungumza pamoja nasi juu ya mioyo. Na Baba, unazungumza haya mambo kwa sababu unataka tukae tukiwa tumejiandaa. Ya kwamba siku ya tarumbeta itakapopigwa mfalme, hakuna atakayeachwa, lakini sisi wote tutakuwa kufurahia. Ninakushukuru Bwana ninapokatana na kila udhaifu wote wa mioyo. Every sins of Jehovah Father, I come against them in the name of Jesus Christ. I know that you are going to expose the sins because you are great God, everlasting Father. And I know that you are going to forgive your people because you are full of mercy. I thank you and I honor you because you are gracious, Lord. Ninakushukuru, ninakuinua. Samehea watu wako, inua watu wako, wafundishe mfalme wakati wanapoenda kukanyaga katika njia zisizofaa. Waonyeshe mfalme, waacha dhamiri zao zikaweze kuwa hai, ndiposa wakaweze kutofautisha mfalme, kwa maana najua ya kwamba unawapenda. Ninakuinua, ninakuhimidi nikisema ya kwamba wewe ni Mungu mkuu, mwenye uweza wote na mamlaka, na ukainuliwe siku zote Jehova. Wiki mzima natangaza baraka zako zikaandamane pamoja na wapendwa hawa, watende mema kwa sababu umewachagua kati ya wengi mfalme. Masaibu yoyote ambayo shetani anaweza kuwa amekusudia dhidi ya maisha yao, ninakuja kinyume nayo katika jina la Yesu, ninapowaficha katika damu ya mwanao Yesu Kristo. Nikitangaza ya kwamba hakuna silaha yoyote itakayoinuliwa dhidi ya maisha yao itakayofanikiwa. Baba, kawapende, wakumbatie kwa upendo wako mwingi na mkuu, kwa maana wewe ni Bwana. Ninakushukuru tunapokutana mfalme siku nyingine, tutazidi kukutukuza na kuinua jina lako, kwa maana wewe ni Bwana. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Bwana apewe sifa. Nashukuru Bwana kwa sababu yenu. Na kuanzia siku ya Wednesday. Siku ya Wednesday tutakuwa na maombi kuanzia masaa ya saa 12, saa 11:30, saa 11:30 hadi saa 12:30. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tutarejea mambo ya COVID, hatuta glorify. Tunajua ya kwamba our God is able. Hello. Na kwa hivyo ni vizuri kila mtu kuchukua hiyo hatua. Make sure ya kwamba you sacrifice yourself. Be a prayerful person. A prayerful person is a strong person. A prayerful church is a strong church. Na wakati unapofanya hivyo, Mungu atazidi kuwabariki. Kwa hivyo tukutane siku ya Wednesday kuanzia saa 11:30. Saa 11:30 tutakuwa hapa na Bwana watende mema. Amen. Tusimame tuseme neema. Nayo neema, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nanyi sasa na hata milele. Amen. Bwana watende mema, tunawapenda sana.